Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wazee wa mila na viongozi wa dini Kiteto wamelalamikia vijana wao kuwa wasumbufu ndani ya jamii na walevi kupindukia. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wazee hao wamedai kuwa tabia hiyo imekuwa kero kwa baadhi ya watu, wakiwemo wazee na viongozi wa dini, ambao wanasema kwa hatua iliyofikia sasa serikali inatakiwa kuingilia kati. Wanakula pombe hapa watoto wadogo na kukosa adabu na anachanganya na madawa kuleta. Hayo ukiona mtoto unaona kama wasimu. Ulitegemea kwamba ningesaa huyu mtoto wangu wa kiume itakuwa ni nguzo wangu wa kunisaidia. Hakukusaidia kwa sababu anaenda kulewa, anaenda kuvuta bangi. Hata ukiangalia upande mwingine wazazi wanachangia. Kwa sababu unakuta wewe mzee una shamba lako na una ng'ombe. Wewe unaamka saa 10, unakatia ng'ombe majani, saa nyingine unachota maji na pikipiki, kijana yupo ndani amelala kwa sababu nyumbani kwako umempa room. Analala tu, akiamka wewe umeshatafuta, anakunywa chai, saa 6 anakula, jioni akija nyumbani anakula. Mbona unaenda ibadani lakini una majungu? Hata majungu. Hapa unaangalia kama mtu, lakini majungu balaa. Tuendelee na Kurasa. Wakazi wa mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa wanaopata matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda Bugando wameiomba serikali kupitia Wizara ya Afya kuboresha huduma za dharura kwa kuongeza watumishi na madaktari bingwa katika idara hiyo ili kupunguza vifo vinavyotokana na ukosefu wa huduma za haraka. Wakizungumza na Kurasa wakati wa maadhimisho ya siku ya huduma za dharura duniani, ambapo kwa mkoa wa Mwanza imefanyika katika hospitali ya Bugando, baadhi ya wananchi wameomba kuchukuliwa kwa hatua za haraka zaidi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa upatikanaji wa uhakika wa huduma za dharura. Kwa hiyo nipende tu kuomba kwamba wakaongeze wafanyakazi, hasa manesi na madaktari. Hata ninapotoka kule mbali, nikifika hapa napata huduma jinsi inavyotakiwa. Tuendelee kutoa huduma bora kwa wagonjwa wetu na ile dhana ya huruma na upendo iweze kuonekana, na tuendelee kutumia lugha nzuri na kutoa mrejesho kwa wale wagonjwa ambao tunawahudumia ili waweze kujua nini shida za wagonjwa wao. Changamoto tulizonazo zipo katika nyanja mbalimbali. Ya kwanza kabisa ni upungufu wa watumishi nchini kote. Kwa sisi hapa Bugando tunashukuru sana uongozi wa hospitali kuweza kutuongezea watumishi mwaka huu kwa kada ya madaktari, wauguzi na wahudumu wa afya katika hospitali yetu. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Vyandarua zaidi ya milioni 1.5 vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10 vimegawiwa bure kwa kila kaya mkoani Kigoma, ikiwa ni awamu ya kwanza kwa mpango unaolenga kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria na kuhakikisha kaya zinakuwa salama dhidi ya maambukizi yatokanayo na mbu. Wakiwa katika zoezi la ugawaji wa vyandarua eneo la kata ya Rosimbi, manispaa ya Kigoma Ujiji, wananchi wameipongeza serikali na kuwataka wananchi wenzao kuvitumia kwa ukamilifu na kuacha imani potofu kuwa vyandarua hivyo vinahusika katika kupunguza nguvu za kiume. Lakini mkoa wa Kigoma tumekuwa na tabia mbovu. Watu wengine wanafugia kuku, na ukiangalia vile vyandarua ni faida kubwa sana. Mtoto anapolala pasipokuwa na chandarua, kwanza hapati usingizi mzuri. Kama ingekuwa ni chandarua ndio kupunguza nguvu za kiume, basi hata nguo zingine zinapunguza nguvu za kiume. Kama kuna nguo mwanaume unavaa zinabana, na zinabana kwa nguvu sisi wanaume, zinatukaza sana katika nguvu ya kiume. Lengo ni kupunguza maambukizi ya malaria. Ili nyie mtumie muda mwingi kufanya kazi za kujiletea maendeleo badala ya kutumia muda mwingi kutafuta matibabu ya malaria. Kila watu wawili wanapata chandarua kimoja. Lakini kwenye kila familia kama mko watu 3 basi mtapata viwili. Lakini hata kama uko single, haujaoa au haujaolewa, pia chandarua chako kipo. Na tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini?
tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.